Mheshimiwa taadhima tusimame. Dr. Magufuli oye! Nyosha mikono juu wana Chato. Nyosha mikono juu wana Chato. Chato oye! Geita oye! Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli oye! Makofi na vigelegele. Haya, na tuwe tayari kumsikiliza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tukae. Chato oye! Mwangaruka bamayo, mwatira bamayo na bababa. Mwisabe minza. Abakerebe bwa chamawe. Abana maraka mproba chasugu. Wakulia amangana mbuya. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Maji, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Juma, pamoja na Mheshimiwa Jaji Kiongozi Dr. Feresh. Nafikiri hawajakutambulisha, hebu simama wakuone. Waheshimiwa mawaziri Dr. Mahiga pamoja na Mheshimiwa Waziri Kangi Rugora. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita, waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Geita, wa Kagera pamoja na Mwanza, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu pamoja na mtendaji mkuu wa mahakama, Mheshimiwa Lasi wa mkoa wa Geita pamoja na mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Harufa Abraham Muhammad Ali Mazuu, Barozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Nimeshamtaja Mheshimiwa Robert Gabriel, mkuu wa mkoa wa Geita. Waheshimiwa wabunge, natambua pia kuwepo na Mheshimiwa Msukuma, viongozi wa Islamic Foundation mlioko hapa, pamoja na viongozi wa hakim walioko hapa, Mheshimiwa wakuu wa wilaya wakiongozwa na mkuu wa wilaya wa hapa, waheshimiwa viongozi wa dini na siasa wote mlioko hapa, bila kuwasahau waheshimiwa madiwani. Itoshe tu kusema viongozi wote mlioko hapa, ndugu wanahabari, ndugu wananchi wa Chato na mkoa wa Geita, ndugu zangu mabibi na mabwana, waheshimiwa viongozi pamoja na wananchi, leo ni siku ya pekee kwangu kwanza kufika kwenye shule ambayo nilisomea kuanzia darasa la kwanza hadi la 7. Nilikuwa naangalia, kwa kweli mabadiliko ni makubwa sana. Wakati nikisoma hapa darasa la kwanza lilikuwa pale, yakafuata la pili, darasa la 7 lilikuwa hapa. Na madirisha hayakuwa na nondo wala nyavu. Yalikuwa wazi tu, kwa hiyo yalikuwa yanatuwezesha sisi wakati wa kupumzika au wa kutoroka, unapita kwenye dirisha tu unazunguka hivi mara moja. Hili jengo halikuwepo, lilijengwa mwishoni sana. Hata lile jengo lilijengwa baadaye sana. Hapa palikuwa na barabara. Hii ndio ilikuwa barabara ya zamani ya kutoka Buzirayombo. Unapitia Itare, inakatisha hapa. Pale kuna kanisa. Inaenda moja kwa moja, inapita pale kwa Magoma Rugomba. Nimeona na mtoto wake wa mwisho wa Magoma Rugomba yuko hapa. Alikuwa na mabasi karibu 30 ngapi, leo hakuna hata basi moja. Kwa hiyo hii ni tahadhari kwa
kwa Mheshimiwa Msukuma mwenye mabasi mengi atambue kwamba siku nyingine mabasi huwa yanapotea. Hili ndio lilikuwa njia inaenda mpaka inatokezea Nyamirembe. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatoka kule Rubambangwe kwa mguu, nikiwa na dada zangu, tunapita hapa, hii hapa kuwepo hapa. Tulikuwa tunajipanga kwa kuangalia hivi, na tunaimba wimbo wa taifa tukiwa tumepiga tulikuwa tunafanya hivi, tunashika hivi hapa. Hiyo ndio ilikuwa mistari ya kujipanga. Mkishamaliza kila mmoja, kila darasa linaingia darasani mwake. Ofisi za walimu zilikuwa katikati hapa. Kwa hiyo imenikumbusha historia kubwa. Kwa hiyo ninawashukuru sana mlionikaribisha leo nije nishiriki na ninyi. Na niseme tu kweli kwamba napenda nitoe pongezi kubwa kwa walimu wa Tanzania, wakiwepo walimu wa Chato shule ya msingi, kwa sababu ni wao ndio wametulea baada ya wazazi. Na mimi naweza nikasema mafanikio haya yametokana pia na walimu waliotufundisha. Ninawashukuru sana. Na pongezi ziende kwa walimu wote wa shule zote, kwa sababu kila mmoja wetu aliyepo hapa amefundishwa na walimu. Kama amefanikiwa, ajue amefanikiwa kwa sababu kuna kazi kubwa zilifanywa na wazazi wake, lakini kazi kubwa pia zilifanywa na walimu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana leo nimefika hapa. Ndugu zangu, napenda tena kwa mara nyingine kushukuru sana Wizara ya Maji chini ya uongozi wa Mheshimiwa Profesa Mbarawa kwa kunialika kwenye tukio hili muhimu la uzinduzi wa mradi wa visima 8 vya maji vilivyochimbwa hapa Chato. Na nashukuru sana Islamic Foundation pamoja na wote walioshiriki katika kuhakikisha visima hivi vinapatikana. Nikiri kwamba leo nimefurahi sana, kwani huu ni mradi wa 4 kushughulikia ndani ya siku moja. Muda mfupi kabla ya kuja hapa tumezindua jengo la mahakama. Baadaye tukaweka jiwe la msingi jengo la zimamoto. Baadaye nimepewa heshima kuweka jiwe la msingi la msikiti wa kisasa kabisa utakao gharimu bilioni 1.6 pale juu kidogo. Na leo tena niko hapa kwenye visima 8. Kwa hiyo siku yote ya leo imekuwa ya baraka, kwa sababu miradi yote ni muhimu sana katika maendeleo ya Watanzania wote kwa pamoja. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, nyote mnafahamu umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku ya binadamu na maendeleo kwa ujumla. Bila maji hakuna uhai. Lakini pia hatuwezi kutekeleza shughuli yoyote ya maendeleo bila maji. Hatuwezi kufanya kilimo au kujenga miundombinu ya usafiri wala kujenga viwanda bila kuwa na maji ya uhakika. Hivyo maji ni hitaji muhimu na la msingi kwa uhai na maendeleo ya taifa letu. Ni kwa kutambua hili, serikali ya awamu ya 5 imejizatiti kuhakikisha maji ya uhakika yanapatikana nchi nzima. Tumetekeleza na tunaendelea kutekeleza miradi mingi kama ambavyo ameelezea Mheshimiwa Waziri. Lakini pia tumetekeleza miradi mikubwa, miradi ya kati na miradi midogo midogo katika nchi nzima. Miradi mikubwa kabisa tunayotekeleza ni pamoja na mradi wa kutoa maji ya Ziwa Victoria kwenda miji ya Nzega, Igunga na Tabora, unaotekelezwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 500. Mradi wa maji wa Arusha unaotekelezwa kwa zaidi ya bilioni 520, na mradi wa miji ya kimkakati 28 kwa shilingi trilioni 1.2.
na mingine mingi. Kwa ujumla hivi sasa tunatekeleza miradi yenye thamani ya trilioni 3 kwa nchi nzima. Na kutokana na miradi mingi tunayoitekeleza, upatikanaji wa maji nchini umeanza kuongezeka kwa 56% mwaka 2015 hadi sasa kufikia 71%. Na ndiyo maana ndugu zangu Wanachato na Watanzania kwa ujumla, mtajua na mtatambua ushahidi wa sasa hivi watu kila mahali mkienda, watu wanadai maji kwa sababu wameshajua maji yanaweza yakatekelezwa. Napenda nitumie nafasi hii kumpongeza sana waziri wa maji. Anajitahidi sana. Anajitahidi sana baba huyu. Anazunguka kila mahali. Nasema uongo ndugu zangu? Kila mahali anazunguka. Kwa hiyo waziri, nifikishie salamu zangu kwa watendaji wako. Umeanza vizuri. Endelea hivyo hivyo. Nafahamu ninyi wananchi wa hapa mmekuwa mkikabiliana pia na changamoto kubwa za maji, pamoja na kwamba mnaishi karibu kabisa na Ziwa Victoria. Akina mama na watoto wamekuwa wakipata adha kubwa ya kufuata maji ziwani, na wakati mwingine mmehatarisha hata kupoteza maisha kwa kushambuliwa na mamba. Ninafahamu palikuwa na mwaro kule chini, sifahamu kama bado upo, ulikuwa unaitwa mwaro kwa Ngumakoma. Bado unaitwa hivyo hivyo? Tunayatambua matatizo haya yote. Ndiyo maana tunataka kero ya maji ishughulikiwe na ibaki kuwa historia. Zipo jitihada nyingi zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na washirika mbalimbali wa maendeleo, ambapo leo mradi tunaozindua leo unajumuisha visima 8 ikiwemo kilichopo hapa kwenye eneo la shule ya msingi Chato. Kisima hiki chenye kina cha mita 145 kinazinduliwa kwa niaba ya visima vingine 7 vilivyopo maeneo ya shule ya sekondari Chato, shule ya msingi Mbuye, msikiti wa Ijumaa Chato, kituo cha afya Kachwamba, msikiti wa sanaa Chato, shule ya sekondari ya Zakia kule Mganza, pamoja na kiwanja cha msikiti ambapo leo tumeweka jiwe la msingi. Ninatambua kuwa maji yameshaanza kutoka, lakini ninatambua pia kuna changamoto, kikiwepo maji ya hapa yana chumvi chumvi. Nasema uongo ndugu zangu? Hili litashughulikiwa na waziri, na tumezungumza naye kwamba wajitahidi wa neutralize yale maji yaweze kutoa maji matamu ambayo yananyweka kwa wanafunzi pamoja na Watanzania na Wanachato maeneo haya. Ndugu zangu wananchi, kama mlivyoelezwa, mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 340,649,820 ambazo ni fedha za msaada kutoka ndugu zetu wa Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia shirika la misaada la UAE Aid. Nimefurahi sana pamoja na sisi kumuona balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mheshimiwa Harfa Abdulrahman Muhammad Ali Mazruki. Unajua haya majina ni magumu kwa Wasukuma kuyatamka, lakini ninajua ameelewa tu ninamaanisha nini. Kwa hiyo tunamshukuru sana balozi Ali Mazruki kwa kutoka Dar es Salaam kuja mpaka hapa, na tunashukuru sana kwa misaada hii ambayo imepitia Islamic Foundations, ambayo kwetu sisi tunaona inadhihirisha mahusiano yaliyopo makubwa kati ya umoja wa UAE pamoja na serikali ya Tanzania. Ninakuomba sana Mheshimiwa Balozi, utambue kwamba Watanzania wanatambua heshima kubwa na misaada mingi ambayo mmeitoa katika sekta mbalimbali kwa kutambua maendeleo ya Watanzania. Hivyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana hawa ndugu zetu kwa msaada huu ambao utachangia kwa kiasi kikubwa
kupunguza changamoto za maji katika miji yetu, na huu ndio urafiki wa kweli. Asante sana Mheshimiwa Balozi kwa msaada huu, na tunaomba utufikishie salamu za shukrani zetu kwa mtukufu Sheikh Khalfa bin Said Al Nahyan, Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Balozi, Tanzania itaendelea kushirikiana na mtukufu Sheikh Khalfa bin Zayed pamoja na uongozi wote wa nchi unayoiwakilisha. Asante sana na shukrani sana. Lakini kwa namna ya pekee na washukuru sana Islamic Foundation, na bahati nzuri viongozi wote wako hapa. Wangeweza wakapewa hizi fedha wakazitumia kwenye mambo mengine. Uaminifu wao, zilipokuja fedha wakazileta hapa. Ninawashukuru sana. Mmetoa sadaka ya kweli. Uaminifu wenu utatuwezesha balozi atakapofikisha kule shukrani waendelee kuleta misaada. Msingekuwa uaminifu, maana yake wasingetoa tena. Kwa hiyo Islamic Foundation ninawapongeza sana kwa uaminifu huo mkubwa. Na bahati nzuri Tanzania ni nchi ya amani sana. Tanzania ni nchi ya kweli, ndugu zangu. Foundation yao inaitwa Islamic Foundation, wala haiitwi Christian Foundation, wala haiitwi foundation ya jina nani. Ni Islamic Foundation. Lakini wametoa maji kwa Watanzania wote, uwe Muislamu, uwe Mkristu, uwe huna hata dini, uwe mpagani. Na saa nyingine yakimwagika chini, hata wanyama wengine kama mbuzi nao wanayanywa hayo maji. Wanaleta uhai kwa Tanzania wote. Na haya ndiyo mafundisho ya vitabu vyote vya dini. Na bahati nzuri sisi wote ni uzao wa Ibrahimu. Mmefanya kazi kubwa. Mnatangaza upendo. Ni upendo wa kweli kama ulivyoandikwa katika vitabu vyote vitakatifu. Haya ni mafundisho ya ukweli. Haya maji mmeyachimba hapa, lakini si kweli kwamba siku za nyuma hatukuwa na maji Chato. Kwenye miaka ya 70 na kitu, wakati nikisoma hapa shule, eneo tuliokaa hapa, eneo hili hapa palikuwa na bomba. Maji haya yalikuwa yanaenda mpaka sehemu moja Mkuyuni kutoka Jineri. Na sehemu moja ya Nyamirembe maji yalikuwa yanaenda mpaka Ichwankima. Na hapa maji yalikuwa yanaenda mpaka Njia Panda. Miundombinu ya maji ile iliharibiwa na wanachato. Kwanza pampu iliyokuwa kule Jineri ikaibiwa ya kupampu maji. Baadaye yale mabomba yaliyokuwa yanapitishwa maji, inawezekana wengine walikuwa wadogo hawakumbuki, yakawa yanakatwa, yanatengenezwa, Wasukuma wanaita makoja. Nasema uongo ndugu zangu? Baadaye zile koki zikang'olewa kwenda kutengenezea gongo. Wakati huo walikuwa wanatengeneza sana gongo, hasa Rubambangwe, kile kijiji ninachotoka mimi. Sifahamu kama gongo bado inaendelea kupikwa. Nataka nilieleze hili ili mjue historia ya maji katika eneo hili. Kwa hiyo miradi ya maji tuliiharibu sisi. Kwenye wale wenye umri wangu wanatambua hili. Hapa palikuwa na bomba la maji hapa. Na pale palikuwa na dispensary kadogo, baadaye pakawa na kituo cha polisi. Leo pamebadilika. Lakini palikuwa na bomba hapa. Tukitoka darasani tunakimbilia, tunakwenda kunywa maji. Vyote vilitoweka. Na hii ndio hali ya Watanzania. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanachato, sitaki kuwaficha, na sio kwamba ninawahaibisha, ni lazima tuhaibike kiukweli hapa mbele ya hawa wafadhili, kwamba tulifanya makosa
na makosa yale tusiyarudie. Makosa hayo tusifanyeje? Tusiyarudie. Miundombinu ya maji hii yote tuliyoiharibu, tumeiharibu sisi. Kama sio wewe ni baba yako. Kama sio baba yako ni mama yako. Kama sio mama yako ni mshikaji wako. Kama sio mshikaji wako ni rafiki yako au jirani yako au shemeji yako. Ndio tuliharibu hii miundombinu. Tusiwakatishe tamaa wafadhili hawa tena, kwamba hii baada ya miaka fulani hivi visima navyo viwe vimeharibika, na baadaye tuanze kuomba msaada. Ile miundombinu iliyokuwepo tungeitunza. Hawa wafadhili milioni 300 na kitu zingetumika kwenye shughuli nyingine au kupeleka maji mahali ambapo palikuwa hapapo. Lakini vivyo hivyo ninafahamu katika mradi wa kutoka Nyamirembe kwenda Ichwankima palikuwa na maji. Na kule Ichwankima palikuwa na tenki kubwa limejengwa kwa mawe. Leo tunatumia tena mabilioni ya fedha kwa ajili ya kupeleka mradi huko. Na ndiyo Mheshimiwa Waziri alikuwa anazungumza pampu zake zinatoka, nimeambiwa zinatoka Ijumaa. Ninakushukuru angalau kwa ahadi hiyo, kwa sababu hili ndio nalo lilikuwa ni swali la kukuuliza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri umeniwahi. Kwa sababu pampu hizo zimekwama Dar es Salaam, na ndio nilitaka niulize kwa nini zimekwama. Lakini Mheshimiwa Waziri umelishughulikia na kushukuru sana. Ninachotaka tu kusema, ndugu zangu wa Tanzania, hii miundombinu ya maji tuna wajibu wa kuitunza sisi. Hawapo watu duniani wakuwa wanatuletea misaada kila siku. Hizi milioni 340 ni jasho la watu wengine walifanya kazi. Falme za Kiarabu kule wametumia jasho lao na kodi zao kutuletea sisi ambao ni waharibifu. Chato hoye. Limewauma lakini sio ukweli. Wangapi wanakumbuka hayo mabomba yaliyokuwepo pale? Wapo wengi. Mpaka kule kwa Mzee Dauda mpaka. Tena nayakumbuka hata mabomba yalivyokuwa. Hata hapo juu kwenye store hapo palikuwa na bomba. Pale sokoni palikuwa na bomba. Pale njia panda pale kabla hujafika kwenye traffic light mkono wa kulia palikuwa na bomba. Tumeyaharibu sisi. Sasa wakati tunapokea haya mabomba, haya maji kwa furaha, tukumbuke dhambi tulizozifanya siku za nyuma na tusizirudie tena. Miradi ya maji ina gharama kubwa, ndugu zangu. Ni gharama kubwa, na serikali pia inatumia fedha nyingi kwa ajili ya miradi ya maji. Na tunapokuwa na maji katika maeneo yetu, tunapunguza mambo mengi. Tunapunguza hata magonjwa. Kando kando ya Ziwa Victoria kuna magonjwa ya bilharzia. Tukinywa maji yaliyo salama, tunaishi muda mrefu. Kwa hiyo nikiwa na washukuru Islamic Foundations pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kutupatia hii misaada, na sisi tuitunze kidumu. Na kwa Mheshimiwa Balozi, ninaomba ukienda nyumbani ujue maeneo haya tunahitaji si misaada tu, lakini pia hata uwekezaji. Njoo ujenge hata mahoteli makubwa tu. Huku Chato kuna Rubondo National Park ambapo wanyama wanatoka Ulaya, na inawezekana hata kwenu kule wanakuja kutaga mayai hapo. Ni National Park ambayo ni kisiwa kiko kwenye ziwa, lakini kuna tembo, kuna mamba,
kuna soko mtu na wanyama wengine pia na nyoka wamo, lakini ndiyo eneo kubwa ambalo linatumika kwa ajili ya sports ya fishing katika cold water. Lakini ndege wa aina mbalimbali wanatoka Ulaya na maeneo mengine kuja kutaga pale. Lakini pia tuna mbuga yetu kubwa tu ya Burigi Chato National Park, ina wanyama wote, ambayo imeunganishwa na wilaya 5: wilaya ya Ngara, Biharamulo, Chato, Muleba, Karagwe, na imeunganishwa katika mikoa hiyo pia. Ile nayo ni eneo mojawapo ambalo mnaweza mkajenga mahoteli makubwa ili utalii katika eneo hili na wananchi hawa waweze kutajirika. Eneo hili halina tatizo na vyakula. Vyakula ni vingi. Bado mnaweza mkaja mkafanya kiwanda hata cha samaki. Ukachagua kwenda Kagera, kwenda Mwanza au kuja Geita. Na samaki mkawa mnasafirisha kwenda kwenye nchi za Kiarabu. Lakini maeneo haya pia yana ng'ombe wengi na mbuzi. Tanzania ni ya pili katika Afrika kwa kuwa na mifugo wengi. Wako milioni 32.5. Mnaweza pia, mnakaribishwa Mheshimiwa Balozi kuja kufanya investment katika maviwanda ya nyama na kadhalika. Ninalizungumza hili si kwa kuvutia tu eneo hili, lakini wewe tembea mahali popote, uchague mahali ambapo unaweza kuleta wawekezaji. Tanzania politically is a very stable country, very friendly. Ni kama ulivyowaona watu hawa, ni kama ulivyowaamini Islamic Foundation ukatoa hizo fedha na zikafanya kazi. Nataka uamini hayo ndiyo maisha ya Watanzania. Nataka uamini kwamba Watanzania wako radhi na wako prepared kwa wakati wowote kufanya biashara na nchi yako. Na mimi ndiyo maana nasema nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi, umesafiri kutoka Dar es Salaam. Ungeweza ukakaa Dar es Salaam ukatoa mwakilishi. Una upendo wa peke yako. Una upendo ambao ni very special. Umekuja mpaka huku. Utakula samaki za huku. Na bahati nzuri katika dini ya Uislamu inaruhusu wanawake hapa wanawake wazuri wapo tu Mheshimiwa Balozi. Unaweza ukachagua ukatuachia mahali, ili kusudi wageni wengine wewe wanakuja, na wanawake wa huku ni wakarimu. Kwa hiyo yote haya tunakuachia Mheshimiwa Balozi, kwamba ujisikie nyumbani kweli kweli. Na nina matumaini yangu utapata muda wa kuishi kwa muda kidogo hapa badala ya kuondoka haraka. Nimekuwa umetingisha kichwa, maana yake kweli umeshayapata ya hapa ni mazuri. Chato oye! Balozi Halfa oye! Nchi ya Falme za Kiarabu oye! Ndugu zangu, shukrani nimeshaitoa. Miradi mbalimbali ya maji inayotekelezwa na Wizara ya Maji, Mheshimiwa Waziri ameieleza. Lakini pia maendeleo mbalimbali katika miradi ya shule hii ya msingi yametolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kweli kuna mabadiliko mengi sana. Nilipofika hapa kwenye miaka ya nyuma, nikaona na mimi niombe wa kutusaidia angalau kuweka hata darasa moja. Nimeshukuru kuona haya madarasa nayo yamekamilika. Ni matumaini yangu yatakuwa yameshaanza kutumika, ili kusudi hata mkuu wa shule ya Chato shule ya msingi angalau anakaa na yeye kwenye gorofa anavuta upepo. Lakini nimeambiwa shule hii na wanafunzi wengi.
Katika taarifa iliyokuwa ikitolewa ni karibu wanafunzi 3,000. Wavulana 1,000, wasichana 1,000 na ngapi. Shule nyingine ya kulea ya Mkuyuni 900 na kitu. Ukijumlisha toto ni watu 3,000 na ni shule moja. Nimefurahi kuona hii miradi ya majengo yanayojengwa. Nimefurahi. Nina uhakika Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utayasimamia majengo haya kama ulivyosimamia ulipokuwa DC Korogwe. Kwa sababu ulipokuwa DC Korogwe ukipewa madarasa 2 kujenga, wewe unajenga 5 kwa kutumia force account. Na hiyo ndio ilikuwa credit yako, tukakupromote kuwa RC. Sasa baada ya hapa hivi tutakupromote uwe nani. Lakini hili nimefurahi. Lakini nimefurahi pia kazi mbalimbali zinazofanywa na wakuu wa mikoa wengine. Mkuu wa mkoa wa Kagera, mkuu wa mkoa wa Mwanza, tumesherehekea kule miaka 58, ilikuwa safi sana. Na wakuu wa mkoa maeneo mbalimbali wakishirikiana wabunge wao. Endeleeni kufanya hivyo kwa kuisaidia elimu ya Watanzania, ili Tanzania tufike kwenye taifa lenye matumaini na taifa la kisasa. Ndugu zangu Wanachato, sina mengi zaidi ya kusema. Kama nilivyosema mwanzo, ninashukuru kwa makaribisho makubwa sana sana. Nashukuru sana. Sikutegemea kama nitakuta watu wengi namna hii. Lakini nawashukuru sana wageni wetu sana, waliotoka maeneo mbalimbali, Mwanza, Dar es Salaam, kwa ajili ya shughuli ya msikiti pale na kwa ajili ya mradi huu wa maji. Lakini kwa wageni wengine tu pia ambao walifuatana na sisi katika shughuli ya mahakama pamoja na shughuli ya uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa zimamoto. Niwaombe Wanachato, muendelee kuchapa kazi. Muendelee kufanya kazi. Nihitimishe kwa kuwapongeza sana wananchi wa Chato na mkoa wa Geita kwa ujumla kwa kufanya kazi kwa bidii, hususan kwenye uzalishaji wa mazao ya kilimo. Kila nilipopita nimeona mashamba ya mahindi na majaruba ya mpunga. Na wahimiza ndugu zangu, muendelee na uchapakazi huu na muongeze juhudi zaidi. Kwa bahati nzuri mwaka huu tunayo mvua ya kutosha. Hivyo tutumie fursa hii kuzalisha zaidi kwa ajili ya chakula na biashara. Mvua hii inaponyesha ni neema kwa wakulima. Tunalo soko kubwa la ndani na nje ya nchi. Kwa upande wetu serikalini, tutaendelea kuhakikisha wakulima wetu wanapata bei nzuri ya mazao yao ili waweze kuboresha maisha yao. Na ndiyo maana hatupangi bei ya vyakula. Wapo watu kwa sasa hivi wanalalamika maji mengi, badala ya kushukuru hata hayo maji kwamba wangeyatumia hata kupanda mchicha. Wakati mtakapoanza kuvuna ninyi, wataanza kulalamika kwamba bei ni kubwa. Watu wa namna hiyo hawakosi duniani. Wamezaliwa kwa kulalamika. Maji yakimwagika mengi ili kusudi walime, wanalalamika. Wanaulima kwa kutumia yale maji, wakitajirika wauze bei wanayotaka, wanalalamika. Ninyi limeni, muje muwatwange wakati mtakapokuwa mnavuna mazao yenu. Na ndiyo maana nasema ndugu zangu, mtaji wa maskini ni nguvu zake. Lima chochote. Kama ni viazi, ijinumbu, lima. Kama ni mihogo, lima. Kama ni mahindi, lima. Kama ni uwele, lima. Huu ndio wakati wa mvua Mungu ametuletea.
limeni, ndugu zangu. Ninajua mvua saa nyingine zinazidisha kidogo, lakini saa nyingine tunazichokoza mvua sisi wenyewe. Mfano ni pale Sengerema, na nataka nitoe mfano mzuri tu. Pale kuna bwawa ambalo huwa linaleta maji. Wakati nafundisha Sengerema sekondari mwaka 82, bwawa lile limekuwepo kwa miaka yote. Watu wamelivamia lile bwawa mpaka njia ya kutolea maji wakaiziba kwa kujenga maji, kwa kujenga nyumba. Maji yamekuja yametuletea madhara mpaka vifo vya watu. Hata Dar es Salaam ni hivyo hivyo. Kwenye maeneo ambayo mito inapita, mto wa Msimbazi na kadhalika, watu wamejenga nyumba mpaka mwisho kabisa wa mto. Wengine wanaziba majumba kwa maukuta makubwa. Maji hayazuiliwi. Maji huwezi ukayazuia, na hayupo mwenye uwezo wa kuzuia maji. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, tujiepuke kujenga majengo yetu kwenye maeneo ambayo ndiyo mkondo wa maji au mito. Tutaanza kulaumu serikali. Serikali ndio ilikwambia ukajenge kwenye mto. Hata hapa kuna mto. Inawezekana mmeshasahau. Kuna mto unatoka kule Itale, unapita chini kule, palikuwa na uwanja. Unapita pale chini pale, unatokezea kwa Mzee Bernardo mpaka ziwani. Nasema uongo? Lakini pameshajengwa na nyumba. Ulikuwa unapita pale kwa Rauliani. Sasa jengeni, siku mkipelekwa msiseme serikali. Ndio ukweli. Siku mkipelekwa mliojenga pale, na nasema kwa dhati, msiseme ni serikali. Mtu kabla hujajenga kwenye bonde, lazima uangalie. Kule juu palikuwa na mji wa baba wa Shehe mkuu hapa, Mzee Isa. Hawakujenga bondeni, waliuachia. Na maji yanapokuja huwa yanakuja mengi, na pale palikuwa na bonde kubwa, walikuwa nalima mpaka miwa. Lakini inawezekana Watanzania tumeshasahau na wala hatutaki kuuliza. Huyu kijana wa Magoma inawezekana alikuwa mdogo, lakini nafahamu anatambua pale kuna mto. Nasema uongo kijana? Unapitia hapo hapo kwa Lauliani. Lakini leo ni nyumba tupu. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania, unapotaka kwenda kujenga nyumba yako, kaulize kwanza hata historia ya miaka 10 au miaka 20 ya eneo hilo. Bila kufanya hivyo, tutakaa tunailaumu serikali kwa makosa ambayo tunayafanya sisi wenyewe. Na serikali kwa ukweli itanyamaza, itakuacha tu, haitajibu. Kwa sababu saa nyingine mwalimu mzuri ni yule anayekufundisha kwa vitendo. Ukiona sufuria yako inaondoka inaenda ziwani, utajifunza. Huo ndio ukweli, na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Tujihadhari na mvua hizi za masika, lakini tusijenge kwenye maeneo ambayo ni hatarishi. Na ukweli ni kwamba tunahitaji mvua, kama alivyoomba hapa kwamba mvua itakayotuwezesha kupata vyakula vya kutosha. Tanzania tuna soko kubwa ndani ya SADC countries. Tuna soko kubwa ndani ya East Africa Community. Tuitumie hizi mvua kwa kulima na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ndugu zangu wananchi wa Chato na ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla, namalizia kwa kuwashukuru tena
Wizara ya Maji, kumshukuru Balozi, kuwashukuru Islamic Foundation, lakini pia kuwashukuru Al Hekima kwa ujenzi wa msikiti pale, lakini niwashukuru Wizara ya Sheria na Katiba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri Dr. Mahiga pamoja na Jaji Mkuu ambao wako hapa na makatibu wakuu na watendaji wa mahakama. Lakini nishukuru pia Wizara ya Mambo ya Ndani chini ya uongozi wa Mheshimiwa Kangi Rugora Waziri na Kamishna Jenerali, na niwashukuru viongozi wote na wananchi wote wa Chato kwa heshima hii kubwa mlionipa. Kwangu mimi bado ni yule yule Magufuli. Kwangu mimi ni yule yule niliyekuwa napita hapa na kwenda kuuza maziwa mpaka Jineri. Mimi ni yule yule nilikuwa naondoka na baskeli kutoka Ziwani kwenda mpaka Ilemela kuuza afuru. Mimi ni yule yule niliyekuwa nachunga ng'ombe na kuzipeleka mlimani na kuzipeleka mpaka Ziwani kule. Mimi ni yule yule kama Magufuli. Ninaomba mtambue kwamba sijabadilika, na ninamuomba sana Mwenyezi Mungu asinibadilishe. Niendelee kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ninawashukuru sana pia kwa kuendelea kuniombea na kuliombea hili taifa. Kazi hizi ni za kupita, maisha yetu ni ya kupita. Lakini sisi viongozi pamoja na wale wote ninaowaongoza tuna wajibu wa kuwatumikia Watanzania, hasa Watanzania maskini. Na ndiyo maana nasema siku zote nimekuwa nikiomba na nenye mniombee, sije nikawa na kiburi, nikasahau nilikotoka, lakini nikasahau kwamba kazi hii ni wajibu ambao amenipa Mungu wa kuwatumikia Watanzania bila kuwabagua katika kazi zao, bila kuwabagua katika dini zao, bila kuwabagua katika kabila zao, na bila kuwabagua hata katika vyama vyao. Mimi nitumike kama chombo kwa ajili ya Watanzania. Nitumike kama chombo cha kuleta maendeleo na kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania, lakini kwa kuzingatia sheria na katiba. Na ndiyo maana nimekuwa nikisisitiza mimi nitazingatia sheria na katiba, na kwamba sitegemei kuongeza hata siku moja nikishamaliza muda wangu. Narudia tena, sitegemei kuongeza hata siku moja baada ya kumaliza muda wangu, kwa sababu muda nitakao kuwa nimepewa kwa mujibu wa katiba ndio muda nitakao kuwa nimepewa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia Watanzania. Nimeona nilizungumze hili kwa uwazi kabisa, ili wale wanaofikiria kuongeza yale mawazo yawe yanawatoka. Watanzania milioni 55 kila mmoja anaweza kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata mimi ninayaweza haya kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Na ninajua maendeleo tunayoyapata katika nchi yetu si nguvu zangu, ni nguvu za Mola wetu ambazo anazitumia kupitia kwangu ili nikalete maendeleo ya Watanzania. Unapoona tunajenga daraja la Busisi, si nguvu zangu. Ninaponunua ndege 11 kwa mpigo, si nguvu zangu. Tunapojenga reli standard gauge, si nguvu zangu. Tunapotoa elimu bure kwa watoto wetu, si nguvu zangu. Tunapojenga mahospitali zaidi ya 352 kwa mpigo, wakati miaka ya nyuma haikuwezekana, naamini mimi si nguvu zangu, ni nguvu za Mola aliyeko kule juu. Ni nguvu za maombi yenu. Kwanza hatuna mkataba na Mungu, kwa hiyo hamwezi mkafikiria ya baadaye. Mimi ninachowaomba ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kuliombea hili taifa. Tuendelee kuiombea nchi yetu iendelee kuwa ya amani. Palipo na amani ndipo palipo na maendeleo. Palipo na amani ndipo palipo kila kitu. Na mimi nikaendelee kutimiza yale mapenzi ya Mungu kupitia kwenu, ili Tanzania ikawe nchi ya mfano katika dunia hii,
Na ndio maana siku zote nimekuwa nikisisitiza nchi hii ni tajiri. Ninyi wenyewe ni mashahidi, miradi ya kila mahali inatokea. Ni kwa sababu gani haikutokea miaka ya nyuma? Ni ufisadi na rushwa vilivyokuwa vimetawala nchi hii. Hata kuzungumza hiki ni ujasiri, kwa sababu kwa vyovyote utawakwaza wengine. Lakini nasema waache wakwazike ili Tanzania iende mbele. Na ndiyo maana ninawaeleza ukweli, ndugu zangu, mimi ni mtumishi wenu. Nitaendelea kuwa mtumishi wenu na nitaendelea kuwaeleza ukweli mpaka mwisho wa kipindi changu. Hivyo tuendelee kuliombea hili taifa. Taifa ni tajiri. Dhahabu kila mahali, almasi kila mahali, kila mahali kuna madini. Samaki wamejaa. Kile ukigusa kuna utajiri. Mheshimiwa Balozi huyu, baadhi ya nchi zake, majirani zake ni jangwa. Ukipanda mti lazima uvute bomba la maji la kumwagilia huo mti. Mumuulize Balozi kama nasema uongo. Lakini watu wanaotoka kwenye jangwa ndio wanakuja kutuchimbia visima. Tulitakiwa sisi tuwapelekee maji kule, tukawasimbie visima. Huu ndio ukweli, na ukweli lazima tuambizane. Nchi yao ni maeneo kubwa, ni jangwa. Hata hali ya hewa temperature inafika mpaka 40 kitu. Lakini wale ndio wanaguswa sisi kuja kutupa msaada. Nchi ambayo kila mahali ni black cotton soil. Kila mahali unaweza ukapanda chochote. Unaweza ukalima chochote. Unaweza ukapanda hata mipapai tu. Ukipanda mipapai heka moja, utakuwa na miche zaidi ya 1,000 na kitu, 8,000 nafikiri. Ukiivuna ni milioni 8 kila mwaka. Panda hata mambilinganya, panda hata pilipili. Zilime halafu safirishe. Hicho ndicho napenda kuambia Watanzania, tusikae bure. Mkaa bure huishi bure. Ni lazima tufanye kazi. Chato oye! Chato oye! Na ndio maana nasisitiza. Nitashangaa sana kumsikia mkuu wa mkoa yoyote au mkuu wa wilaya yoyote ananiambia wilaya yake ina njaa. Wakati sasa hivi mvua zinanyesha, siwasikii wakihamasisha watu kulima. Ukiniambia wilaya yako ina njaa, jiandae kuondoka na njaa yako. Kwa sababu huu ndio wakati wa kuhamasisha watu walime kila mahali. Sasa unasubiri mpaka mvua iishe, halafu anze kusema tuna njaa wilaya fulani. Hapana. Kwa sababu serikali haina shamba. Na asiyefanya kazi na asipokula, huo ndio ukweli. Ndugu zangu, yale nimechomekea ya kutosha, lakini ni furaha kubwa ya kuwa na ninyi hapa. Niwatakie heri ya mwaka mpya. Tunakaribia mwishoni mwa mwaka na kuanza mwaka mpya mwingine. Tunahesabu siku tu. Mungu akawalinde na akawatunze. Wote tukauone huo mwaka. Na Mungu akawaponye wale wengine wote wenye matatizo na shida mbalimbali. Ili siku moja akatujalie tena katika mahali popote tukutane tukiwa tunafurahi kwa mafanikio haya tunayoyapata. Mungu ubariki mradi wa visima 8 vya maji hapa Chato. Mungu ibariki miradi yote ya maji nchini. Mungu wabariki wafadhili wote.
walioshiriki kuleta hii miradi mbalimbali katika maeneo haya na katika taifa letu. Ndugu zangu, asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Magufuli oye! Chato oye! Geita oye! Haya, asante sana. Nasalimiana na viongozi baada ya kuhutubia wananchi hapa katika eneo la shule ya msingi Chato, shule ya msingi ambayo yeye mwenyewe anasema ndipo alipopata elimu yake ya msingi miaka hiyo ya nyuma. Ama kwa hakika Mheshimiwa Rais leo amefanya mambo mengi. Kwanza amezindua jengo la mahakama ya wilaya ya hapa Chato, lakini pia ameweka jiwe la msingi ujenzi wa jengo la ofisi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa Chato. Halikadhalika Mheshimiwa Rais anasogea sasa katika eneo ambalo ndio kumewekwa utepe ule, na atakata utepe kuashiria kwamba anazindua madarasa haya. Ni madarasa mapya kabisa katika shule ya msingi ya Chato, shule ambayo yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais amepata elimu. Anawaambia viongozi wasogee, ambia viongozi wasogee, pamoja na Mheshimiwa balozi kutoka Falme za Nchi za Kiarabu, halikadhalika Jaji Mkuu Mama Janet Magufuli, wote wanasogea hapa tayari kabisa kuanza kukata utepe ule. Na naangalia classmen, tujiandae kwa ajili ya fanfare, na viongozi wako tayari kwa ajili ya kukata utepe. Anaitwa na mkuu wa mkoa wa Kagera asogei, mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mongela. Viongozi wametimia hapa shaka. Naam, tutapiga makofi mengi na vigelegele wakati Mheshimiwa Rais. Makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele. Naam, sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli anakwenda kwenye kisima. Ipo tayari. Naam, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshafika katika eneo la ambako kuna jiwe pale. Hapa atafanya uzinduzi. Anawaita viongozi wakuu waje. Brass band huko mlipo mtajiandae. 1 2, makofi mengi na vigelegele. Amefanya uzinduzi wa mradi huu wa kisima ambacho kimechimbwa katika eneo la shule ya msingi hapa Chato, na hiki ni miongoni mwa vile visima 8. Anapewa maelezo hapa Mheshimiwa Rais juu ya visima hivi, na kama Mheshimiwa Rais alivyosema, amewashukuru sana Islamic Foundation, na sasa
Naam. Akimaliza hapa kuna utepe wa kukata hapa. Kuna utepe wa kukata na kuna bango kubwa linaloelezea juu ya miradi hii. Naam. Viongozi naomba tusogee sasa. Tusogee upande wa huku kwa sababu Mheshimiwa Rais atasogea huku anapomaliza kuongea na Mheshimiwa Balozi. Naam, anaendelea kusalimiana na viongozi. Hapana shaka hii ni kuelekea mwishoni kabisa mwa ratiba yake pengine ya Mheshimiwa Rais kwa siku ya leo, baada ya kazi kubwa ambayo ameifanya tangu mapema asubuhi ya leo. Anakuja sasa huku kukata utepe. Brass band tujiandae na wananchi tujiandae kwa makofi mengi pamoja na vigelegele. Mheshimiwa Rais yuko pale, mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation yuko pale, Mheshimiwa Profesa Mbarawa waziri wa maji yuko hapo, Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, lakini pia Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Rais anaanza 1, 2, 3, makofi mengi na vigelegele. Naam, mambo ni mazuri kweli. Mambo ni mazuri. Mheshimiwa Rais anasalimiana na Mheshimiwa Balozi pamoja na viongozi, anakwenda kusoma pale. Naam, anafungua maji. Fungua maji sasa tuone, je, maji yanatoka? Huu ni mradi. Naam, makofi mengi na vigelegele. Maji yanatoka tena kwa kasi kubwa kabisa. Maji yanatoka kwa kasi kubwa kabisa. Mradi wa kisima kirefu kutoka Emirates kwa usimamizi na utekelezaji wa balozi wa falme na nchi za Kiarabu nchini. Naam, anapeana mikono na Mheshimiwa Balozi. Ama kwa hakika kwa kazi nzuri walioifanya. Visima hivi vimechimbwa, vipo 8 na hiki ni miongoni mwa visima hivyo. Kwa hivyo kuzinduliwa kwa kisima hichi naonekana kwamba ndio inazinduliwa kwa miradi mingine yote ya visima. Visima viko 8. Naam, anaendelea kusalimiana na viongozi. Lakini kuna bango zuri hapa ambalo kama Mheshimiwa Rais anaendelea kusalimiana na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais anasalimiana na viongozi wengine mbalimbali. Ama kwa hakika yuko katika hatua za mwisho za kumaliza ziara yake leo hapa Chato. Tangu asubuhi amefanya kazi kubwa ya kutukuka na ya aina yake. Sasa ni picha ya kumbukumbu. Tunaomba viongozi wa Islamic Foundation mje hapo, viongozi wa mkoa, mawaziri, viongozi wa chama wa mkoa, mashehe. Haya, sogeni hapo kwa ajili ya picha ya kumbukumbu ambayo inapigwa mbele ya lile bango. Naam, mtendaji mkuu wa mahakama, mkurugenzi wa mashtaka na viongozi wengine wengi wanajumuika katika picha hii. Maji, Mheshimiwa Rais anasema maji. Islamic Foundation, oye! Wafadhili wetu, oye! Balozi wa falme za Kiarabu, oye! Tanzania, oye! Chato, oye! Asanteni sana. Makofi mengi na vigelegele huko mliko. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ndio amemaliza kazi ambayo imemleta hapa katika eneo la shule ya msingi Chato. Hapa palikuwa na kazi mbili kubwa. Kwanza ni kuzindua madarasa, lakini pili ni kuzindua visima 8 ambavyo vimechimbwa na taasisi ya Islamic Foundation. Lakini pia Mheshimiwa Rais kabla ya kuzindua miradi hii amepata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa hapa Chato, wakazi wa hapa Chato, na kuzungumza mambo mbalimbali. Hakika kubwa zaidi ambalo amelizungumza ni swala zima la kufanya kazi kwa bidii, swala zima la kujituma, kuimarisha amani, kutunza miundombinu hasa ya maji. Anasema miundombinu ya maji ilikuwepo Chato katika miaka ya nyuma, lakini sivyo bahati wananchi tumeharibu. Sasa anasema tabia hiyo isije ikajirudia tena. Miundombinu ya maji ambayo imewekwa sasa na wenzetu na inayoendelea kuwekwa na serikali yetu ya awamu ya 5, tuendelee kuitunza, tuendelee kuilinda ili iendelee kuwa na manufaa kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo. Mheshimiwa Rais yuko katika hatua zake za mwisho kabisa kuondoka katika eneo hili la shule ya msingi hapa Chato kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa. Anaendelea kuagana na Mheshimiwa Balozi, bado ameambatana naye wa nchi za falme za Kiarabu, lakini bado viongozi wengine wamemuunga mkono. Jaji mkuu amekuwepo hapa tangu asubuhi katika miradi mbalimbali
nilikuwa na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikadhalika mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa hapa Geita, wakuu wa mikoa jirani wa kule Kagera na Mwanza. Anawaaga sasa, anawapungia mikono wananchi kule, na ikiwa yuko katika hatua zake za mwisho za kuaga wananchi ili aweze kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa, Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Magufuli oye! Chato oye! Haya, tupunge mkono kuashiria kumwaga Mheshimiwa Rais. Ni mwana wa hapa nyumbani Chato. Walimu wa Chato popote pale mlipo, kwa heshima na taadhima, haraka Mheshimiwa Rais anawaita. Walimu wa hapa Chato shule ya msingi, haraka tunawaomba haraka mje, Mheshimiwa Rais anataka kuwasalimia. Walimu wa shule yetu hii ya msingi ya Chato, naomba tutoe njia walimu waweze kuja mbele ya Mheshimiwa Rais. Walimu wa shule yetu ya msingi ya Chato ndio hao, Mheshimiwa Rais, ndio hao walimu wote. Tunaomba njia huko, tuwapishe walimu wetu wa shule yetu ya msingi hapa Chato, ndio sio hao, ni walimu wetu wa kike. Huyo hapo namuona mmoja. Haya walimu, haraka walimu mje, Mheshimiwa Rais anataka kuwasalimia. Waheshimiwa walimu, mmeisha huko? Haya, bado anakuja Mheshimiwa Rais. Njoo na Mheshimiwa walimu. Hii ndio shule ambayo Mheshimiwa Rais wetu amesoma hapa, na leo amekumbuka vitu vingi mno, na kabla ya kuondoka imemjia tu kwamba awaite walimu wanaofanya kazi ya kufundisha vijana hapa katika shule ya msingi ya Chato, na ndio hawa baadhi yao wamejitokeza. Na Mheshimiwa Rais, hawa ndio walimu waliopata nafasi ya kuja hapa. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa Rais amechuchumaa hapa katika mstari wa mbele akiungana na walimu na kupigwa picha ya kumbukumbu. Makofi mengi na vigelegele. Dr. Magufuli oye! Chato oye! Ama kwa hakika ameonyesha mapenzi makubwa. Chato unaandikaje kwenye ameonyesha mapenzi makubwa kwa walimu wetu wanaofundisha hapa katika shule ya msingi ya Chato. Anaendelea kusalimiana nao, na wengine anawajua kwa majina kabisa, jinsi anavyofuatilia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaangalia shule yake ambayo amepata elimu ya msingi hapa katika miaka hiyo, na anaagana na walimu wanaofundisha Chato shule ya msingi, na ndio katika shughuli zake za leo hii ndio itakuwa imemaliza. Makofi na vigelegele, makofi mengi na vigelegele. Anawaaga sasa. Hapana shaka Mheshimiwa Rais anaondoka katika eneo hili kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa, maana leo amefanya kazi tangu asubuhi katika miradi mbalimbali. Asanteni na tunashukuru sana wananchi.
Wind up. Oho. Asha. Safi. Big up sana.